Yes, bana, mambo vipi? Ikiwa ni Jumamosi nzuri sana. Pole pale ulipo mwana michezo, tunakutana tena kwa ajili ya kuzungumza michezo. Na nikasema weekend hii usikae kinyonge hapo nyumbani, kwa sababu tunahakikisha unapata furaha na unapata burudani ya kimichezo, kwa sababu niko kwa ajili ya kukupatia hizi ambazo zinapaswa kuwa kwako muda huu, kwa sababu leo umeketi nyumbani, nafahamu ni weekend, kwa hiyo unapaswa kufahamu taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa leo nataka tuguse kidogo Simba Sports Club, ambao tunafahamu ndio wakubwa kwa sasa Afrika Mashariki na Kati, timu pekee ambayo inashiriki michuano ya kimataifa kwa maana kombe la shirikisho barani Afrika, na wao wanacheza na kikosi cha timu ya Al Masry kutokea pale nchini Misri, na ndio taarifa kubwa kwa sasa, tukiachana na makelele yote yanayoendelea kwa sasa ya dabi, sijui dabi imeahirishwa, sijui watu wanaenda kasi, sijui dabi lini itachezwa, sijui nini. Tuondoke huko, tuachane kabisa na hizo stories za dabi na nini. Kamati na bodi ya ligi na TFF wao wenyewe watajua watapanga lini, huko mbele ya safari watajua wenyewe watafanya nini. Lakini sisi sasa hivi tuzungumzie mambo makubwa kabisa ya kimataifa, sio mambo ya kitaifa, ni mambo ya kimataifa, kwa sababu Simba anawakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Sasa tupate time ya kuweza kuwazungumzia zaidi Simba, kwa sababu ndio mnyama pekee ambaye sasa hivi yuko katika rada za kimataifa, na akiwa anasaka mawindo mapya ili kutengeneza rekodi mpya kwenda hatua ya nusu finali. Sasa kwenda hatua ya nusu finali lazima tuwape airtime Simba, tuwazungumzie. Na kuwazungumzia Simba sio tu kuwazungumzia, wanapaswa kuzungumzia namna ambavyo wanapaswa kuingia mechi yao hiyo dhidi ya Al Masry, wanapaswa kuingia vipi. Yote hayo tunayo hapa. Sasa taarifa ninayo hapa. Leo hii Simba atakuwa na mchezo wa kirafiki. Taarifa ninayo hapa, leo Simba atakuwa na mchezo wa kirafiki ambako atakuwa anacheza na KMC. Tunafahamu Simba, nilikwambia hapo jana, hajacheza muda mrefu tangu acheze mchezo wake dhidi ya Dodoma Jiji. Amekaa almost karibia wiki nzima bila kucheza mchezo wote. Sasa anapaswa kupata walau mchezo wa kushtua kidogo miili ya wachezaji, mchezo wa kuwapa wachezaji walau momentum, walau wa kuwapa wachezaji gear namba 5 kwa ajili ya kucheza mechi yao dhidi ya kikosi cha timu ya Al Masry. Unapokuwa unakaa muda mrefu unafanya tu mazoezi bila kupata mechi zile za dakika 90 za mazoezi kwa ajili ya kupata game tough, huwa inaweza ikakuletea sometime pia zile injuries, kwa maana minor injuries, unapokuwa una gongana na mchezaji ambao tayari labda wachezaji hao wako kwenye momentum. Kwa upande wa Al Masry pengine wako kwenye gia ya ushindani, kwa maana washapata mechi za ushindani. Kumbuka wao wameshacheza na kina Pyramid, washacheza na kina ZED, lakini pia washacheza na kikosi cha timu ya Future, washacheza mechi nyingi tu hapo katikati. Kwa hiyo Simba yeye hajapata nafasi tangu acheze mechi yake na wale TMA, wakacheza na Dodoma Jiji kupata mechi. Sasa leo Simba anaingia moja kwa moja uwanjani kucheza mechi yake ya kirafiki dhidi ya kikosi cha timu ya KMC, na hii ni mechi ambayo inaenda kuchezwa bila mashabiki, na ni mechi ambayo haitaonyeshwa kwenye TV, kwa maana hii ni mechi ambayo itakuwa ni indoor stadium. Itapigwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni, Dar es Salaam, JKT. Ni mechi ambayo binafsi mimi nitaenda kwa sababu sina kizuizi chochote cha kwenda kufuatilia mazoezi ya Simba. Nitaenda kufuatilia mazoezi ya Simba, lakini nitakuwa nikiwajuza kile kinachoendelea kwenye mazoezi hayo. Mara baada ya mechi kumalizika, nitawaleteeni uchambuzi ulionyooka, kwa sababu nitakuwa niko pale nikifuatilia kinaga ubaga kinachoendelea. Ingawa vyombo vya habari havitaruhusiwa kwa ajili ya kuchukua chochote, ingawa vyombo vya habari havitaruhusiwa kuripoti ule mchezo, ingawa vyombo vya habari havitaruhusiwa kwenda live hata kwa njia ya radio au kwa njia ya YouTube, lakini mimi nitakuwepo pale kwa ajili ya kuobserve mazoezi wakati Simba na display kikosi chao pale uwanjani na mbinu za kocha Fadu, kwa sababu Fadu Davis leo hatataka chombo chochote cha habari kiweze kuchukua mbinu, lakini pia kuweza kutoa maelekezo kwa wapinzani wao. Lakini mimi nitakuwepo pale kwa lengo tu la kuhakikisha nitawaambia kile ambacho Simba amekifanya na maeneo yapi Simba ameboresha kweli kikosi chao, na vipi namna ambavyo kikosi chao kwa sasa kipo katika kuelekea mechi yao dhidi ya Al Masry Aprili 2. Kwa nitakuwepo pale. Sasa tuje hapa kwenye mechi bila mashabiki na mechi kupigwa indoor stadium. KMC jana walicheza na Azam FC na waliibuka na ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Azam pale Azam Complex Chamazi.
na leo hii wanacheza, kwa sababu jana pia hawajachezesha kikosi chote. Walibakiza baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kwenye kikosi cha kwanza. Asilimia kubwa KMC jana wachezaji waliopata nafasi ni wale waligawana robo tatu, wachezaji ambao huwa wanaanzia bench na wengine huwa wanaanzia kwenye first 11. Kwa hiyo leo watacheza na Simba Indoor Stadium na mechi itachezwa saa 10 za jioni pale Meja Jenerali Samuyo. Ni mechi ambayo hakika ni ya kuitazama, na mimi binafsi nitakuwepo pale ili kuhakikisha tunaona namna ambavyo Simba anacheza. Sasa nikupe faida ya Simba kucheza mchezo huu wa kirafiki ambao sio wa kuonyeshwa, kwa maana ni wa Indoor Stadium. Simba alishacheza hivyo pia dhidi ya JKT Tanzania, kama nakumbuka, kwenye uwanja wa KMC wakati wanajiandaa na mechi zake dhidi ya Bravo Duma Queens katika uwanja wa Mkapa. Ili kupata intensity, kocha alitaka kucheza ndani na mechi ile isionekane kwa sababu ya kuficha mbinu zake na kuangalia kikosi chake namna ambavyo vitapata uwezo na uwiano sawa katika kuhakikisha wanapata matokeo. Sasa faida ya kwanza, kwa nini wanacheza mechi ya kirafiki na wanacheza bila mashabiki na wanacheza Indoor Stadium na wanacheza bila kuonyeshwa hiyo mechi? Faida ya kwanza ni Simba wao wenyewe. Kwanza kocha anataka kubaini baadhi ya mbinu zake kwa wachezaji wake, kwa maana anataka kuingiza mbinu, kwa maana kuinput tactics, kwa maana ni mbinu hizo, lakini pia ufundi wake, technique, kwa maana tactically, technically, zote hizo anataka kuziinput kwa wachezaji wake, na anataka atumie zaidi mbinu katika dakika zake hizo za kucheza mpira, kwa sababu ameshawatazama Al-Masry namna ambavyo wanacheza katika eneo lao la kiungo, wanachezaje kwenye flanks, wanakuwa na strengths, kwa maana uimara wa kiwango gani. Kwa wanataka kawatumie zaidi katika eneo hilo. Nyota wa Simba Elim Panzu, Kibisawala ambao wamesalia, Ladak Chasambi ambaye amesalia pale, anatamani zaidi kuwaona wachezaji wake hao wakiwa katika ubora mkubwa, kina Lionel Ateba katika eneo hilo, kila Valentino Mashaka katika eneo hilo la mbele pale, lakini pale chini Jansha pale mbele atataka kuona namna ambavyo wanapambana kina Karabwa, kina Karabucha Moyo, lakini pia kina Hussein Kazi ambao hao wamesalia kwenye kikosi cha Simba leo. Kocha anataka kuangalia pale katika eneo la kiungo Kijefa na Deborah Fernandez Mavambo na Fabrice Ngoma wanafanya kitu gani. Kwa hiyo ni mechi ambayo kina Duchu leo atapewa nafasi ya kucheza, bila shaka tutaona ubora wao, lakini pia katika eneo la ushambuliaji pale kama nilivyokujuza hapo awali, leo utamwona Elim Panzu akionyesha ubora wake, akikula mbavu moja, kwa maana kila flanks moja. Kwa hiyo ni mechi ya kirafiki ya ndani, kwa maana Indoor Stadium, ambayo mimi binafsi niko pale. Nimekuambia mechi tu kimalizika nitakuja kuwachambulia hapa, kuambia kile ambacho nilikiona kwa uchache sana, kile ambacho Fadlu Davids ameenda kufanya. Kwa hiyo kocha ataenda kuinput, kwa maana mifumo yake, mbinu zake, ataenda kuingiza ufundi wake, na atakuwa akiendelea kuhimiza wachezaji wake hasa katika maeneo ya set pieces. Leo niwaambie kitu kimoja, timu nyingi kutokea Afrika Kaskazini mara nyingi zinategemea sana, hata Al-Masry wanategemea sana mipira iliyokufa, kwa maana foul, free kick nje ya 18, mita 23, mita 24. Wazuri sana, ni warefu, mabeki wake ni warefu sana, lakini pia wana mastrike ambao ni warefu pia na viungo ambao ni warefu pia, lakini pia katika maeneo ya kona Al-Masry wako vizuri, huwa wanapiga kona na mara nyingi huwa zinafika. Kwa hiyo katika kona 5, moja anaweza kafunga au mbili anaweza kafunga. Kwa hiyo ni maeneo ambayo timu nyingi kutoka Afrika Kaskazini zinakuwa zinafanikiwa sana katika eneo hilo. Kwa hiyo Fadlu Davids atakuwa anaenda kuimarisha zaidi eneo hilo la ulinzi ili kuepukana na kufungwa magoli kwa njia ya free kick, kwa njia ya kona hivyo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo leo ataenda kuvifanyia kazi kutokana na kile ambacho naamini ataenda kukifanya. Lakini pia anaenda pia kuwapa wachezaji wake mbinu na kwenda kukazia, kwa maana kwenda kudecorate na kwenda kupolish. Kupolish maana yake ni kupaka rangi zaidi katika eneo hilo la kupiga free kick. Tunafahamu Jean Charles Ahoua ni mpigaji mzuri sana wa free kick, lakini mara nyingi anapiga ile ya direct free kick na amekuwa akifunga sana. Lakini katika zile indirect free kick Simba amekuwa wanufaiki zaidi, kwa maana akipiga zile indirect free kick huwa wanaofunga sasa, kwa maana maforward ambao ndo wanahusika katika eneo hilo, ama mabeki wa Simba asilimia kubwa wengi huwa hawafungi katika maeneo hayo, wamekuwa hawana usahihi wa kutumia hizo nafasi za free kick, kwa maana mipira iliyokufa huwa katika maeneo yao ya kupiga, either kwa kupiga kwa kichwa, mara nyingi huwa hawana usahihi wa kufunga, kwa maana accuracy.
Niliona alijaribu juzi ile Abrazaki Hamza alijaribu, kama unakumbuka, ilikuwa ni mechi yao dhidi ya Azam FC. Mara ya kwanza ilipigwa na mtaalam Jean Chaza huwa, na of course ilipigwa kona, akajaribu kupiga kichwa, ngoma ikawa imekataa, ikaenda pembeni kidogo, lakini baadaye ikatokea foul. Ile free kick aliyopiga Jean Chaza huwa, akaja tena Abrazaki Hamza akagonga ndoo, ngoma ikajaa kambani. Hata Kibu Denis alifunga goli la design hiyo, goli la kichwa. Lakini sasa haziji sana hizo kwa Simba, kwa maana wamekuwa wanatumia zaidi kufunga katika open play, katika mashambulizi, build up na transition ambazo huwa zinatengenezwa katikati ya uwanja na pembezoni mwa uwanja kwa upande wa Shomari na Zimbwe, lakini pia kwa upande wa Jean Chaza huwa pale katikati pale kina Fabrice Ngoma akipiga pasi ndefu huwa ndio pale mipira inaanza kutawanywa, kwa maana quick and rush tactics unaanza kuziona pale mbele, lakini hauoni katika maeneo ya free kick pamoja na kona, kwa maana Jean Chaza huwa 90% hadi 70% amekuwa akifunga yeye mwenyewe, lakini wanaounganisha mipira ile iliyokufa ni wachache, lakini mara nyingi huwa hawatumii nafasi hizo, kwa maana hawajaweka huo mkazo na wamekuwa wakifanya makosa mengi sana katika eneo hilo. Kwa hiyo kutokana na aina ya timu ambayo wanaenda kucheza nayo ni Al Masry, na Al Masry wamesajili sasa hivi, wameongeza wachezaji, ingawa ni timu ambayo unaweza kusema kwa Simba ni timu ambayo ni underdog, kwa sababu Simba ameshafika robo finali nyingi na yeye ni muda mrefu kidogo hajafika, lakini kwa sajili ambazo amezifanya sasa hivi anatishia hata ligi ya pale Misri, kwa sababu yuko nafasi ya 4 nyuma ya Zamalek, na ukiangalia hata points ambazo anazo ni 31. Kwa hiyo Zamalek ana points 35. Kwa hiyo ukiangalia hivyo utagundua kwamba watu wanaenda bana, yani hawajaachana sana kwenye rank au kwa maana kwa points. Kwa hiyo na ukiangalia wanachofanikiwa zaidi wao ni katika hiyo mipira ya set pieces, mipira iliyokufa. Kwa hiyo lazima Simba wawe makini kwa ajili ya kuhakikisha wanasikiwa, yani wanalinda hizo nafasi ambazo pengine mara nyingi wanazitengeneza katika mipira hiyo iliyokufa. Kwa hiyo leo ataenda kutengeneza eneo hilo na ataenda kukazia zaidi, na uzuri ni mechi ya kirafiki. Kwa hiyo katika mechi ya kirafiki anaweza akaongea na kocha wa KMC kwamba yeye anachotaka ni game tough, tight marking. Anataka apewe game tough, apewe game yenye intensity, na atakachokihitaji zaidi pengine atamwambia anahitaji zaidi mipira ya kwenye flanks, kwa maana kona, maeneo ya kupiga cross, na pengine anaweza akashauriana naye. Ndio maana halisi ya kuwa indoor stadium, kwa sababu indoor stadium ni makubaliano baina ya kocha wa team A na team B, kwa maana bana, mimi leo nataka nipewe game ya design hii, nataka game ya aina hii. Ndio maana halisi ya kuwa indoor, kwa sababu pale ni makubaliano. Sawa, unaweza mkapewa ushindani ule unaoitaka, lakini unaweza kaamua wewe ukatoa ushauri pia kwa kocha, anataka aina gani ya mechi na anataka aina gani ya mashambulizi yafanyike katika lango, ili wao Simba kazi yao hiyo moja tu, kudetect yale mashambulizi ambayo yanafanyika na kuretain eneo lao na kutengeneza mazingira ya kupata pia matokeo. Kwa hiyo ni mechi nzuri ambayo inasubiriwa, na ni mechi ya grafiki ambayo itakuwa na faida nyingi sana. Kocha kuweza kuona pia wachezaji wake wengi ambao huwa hawatumii. Kumbuka Simba sasa hivi asilimia kubwa wachezaji wake wameitwa kwenye timu ya taifa, wako kwenye timu za taifa na wengi wameshasafiri wako huko, na tunafahamu mechi ya Tanzania na Morocco itakuwa tarehe 26 March. Kwa hiyo kuna namna yoyote ile tutaona baadhi ya nyota ambao walienda huko, wachache wameenda, takriban wachezaji 6 wa Simba walioitwa kwenye timu zao za taifa. Kwa upande wa wachezaji wa timu ya taifa Tanzania ni Ali Salim, Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala, Abrazaki Hamza, Kibu Denis pamoja na Yusuf Kagoma, wachezaji takriban 6 walioitwa. Huku Yanga kwa upande wa timu ya taifa wameitwa 4 tu. Kwa hiyo utaona improvement ya Simba. Lakini tuachane na hayo, mimi ni mzee wa kuchagiza kidogo uone ukubwa wa Simba kwa sasa. Wachezaji walioitwa kwenye timu ya taifa pia ni wengi. Sasa walobaki ni wengi, kwa maana wana uwezo wa kufanya mengi sana uwanjani kwa siku hii ya leo, kwa maana wakaadopt. Hawa walioitwa ni wachache, kwa maana eneo la Yusuf Kagoma atacheza Okejefa, lakini pia Deborah Fernandez Mavambo yuko pale pamoja na Fabrice Ngoma. Kwa hiyo hamna kitakachoharibika. Eneo la Kibu Denis atacheza la Daksha Sambi, alafu eneo mbavu moja atakula Elie Mpanzu Kibisa Wala akiwa nazima upande ule. Kwa hiyo wala hakutakuwepo na shaka yoyote. Eneo la Abdazaki Hamza, Hussein Kazi yupo na Karabwe, Inspector Karabwe watakaa katika eneo hilo, lakini pia anaweza akamtumia hata Kevin Kijili akasimama pale kati, alafu kule akamweka David Kameta Duchu kule pembeni akacheza Nauma. Kwa hiyo utaona wazi kwamba
ni kikosi ambacho hakika kimesheheni wachezaji wengi tu waliosalia, na hii ndio maana halisi ya kuwa na kikosi kipana. Kwa hiyo naamini mazoezi ya leo yataenda kumpa Simba intensity, na mara baada ya hapo atakuwa na mechi dhidi ya Bigman ambayo hii ni timu ya ligi daraja la kwanza. Watacheza mechi yao ya CRDB Confederation Cup, kwa mechi ambayo itakuwa inasubiriwa kwa hamu pia, ambayo itawapa Simba pia game intensity kwa maana game time. Na mara baada ya hapo kisha tarehe 27 watapumzika kwa ajili ya kujiandaa na safari ya kuelekea kule Cairo kwa maana Misri sasa, na mechi yao dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo nimegusa maeneo muhimu ambayo leo kocha Fadlu Davids ataenda kuyagusia na kuyaangazia hasa kwenye mechi hiyo, hasa kutengeneza intensity na kuwapa wachezaji pia physique kwa maana kuimarisha zaidi uwanjani. Fanya mazoezi sawa ile ya kukimbia, ya kugongana wao kwa wao, ya kupishana, kuruka koni, lakini sasa wanahitaji mazoezi ya kupata game dakika 90, kumwaga jasho zaidi, kukimbia, misuli kuchanganya. Kwa hiyo ndio hicho ambacho leo ataenda kukifanya, na mara baada hapo naamini tutaona uona ubora wa kila mchezaji pale, kile ambacho anakifanya uwanjani. Na nikupe tu faida ya ongezeko la baadhi ya nyota. Ongezeko la Elie Mpanzu Kibisa Wala ndani ya Simba amekuja kuongeza chachu, na hii leo atakuwa pia anatumika zaidi kwenye flanks, atakuwa anatumika zaidi kuingia kwa maana kucut in, anakuwa na uwezo ule wa kutembea wide, lakini pia kucut in kwa maana kuingia ndani, kuingia deep wakati akiwa anapiga pasi zake zile. Lakini pia ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kufanya dribbling na asinyang'anywe mpira kiurahisi. Ni mchezaji ambaye anaweza kahold mpira na akafanya dribbling kwa hatua nyingi sana, kwa maana kwa umbali mrefu sana. Kwa hiyo leo atakuwa akitumika pia na kuonyesha ramani ya mchezo wenyewe jinsi ambavyo utakuwa. Lakini pia faida yake kwenye mechi za kimataifa kama hivi dhidi ya Al Masry, Elie Mpanzu Kibisa Wala ana experience na ana exposure pia, lakini yeye mwenyewe ukiangalia age yake na mbeba na kasi na utulivu pia. Kwa hiyo naona Simba awamu hii wamejidhatiti. Naona ndio timu ya kwanza ambayo inaweza kaleta ubingwa wa Afrika endapo kama watasisitiza katika eneo hilo, kwa sababu ukiangalia timu ambazo pengine zina uwezo mkubwa kwenye kombe la shirikisho ni RS Berkane na Zamalek. Hizo ndio timu pekee ambazo unaweza kusema zina ushindani kidogo. ASEC Mimosas Simba shakutana nazo sana, lakini pia Usma kwa maana Yusuf Malja sioni pia kama anaweza kumsumbua Simba katika kipindi hiki. Kwa hiyo naona kama watasisitiza mazoezini, watasisitiza kila wanachokihitaji, bonus itaimarishwa, wachezaji watatumia nafasi kina Mkwala, kina Teba, naona Simba anaweza kafika mbali sana. Mimi na imani kubwa sana na Simba kwa sababu nimeona Simba iliyobadilika ya Fadlu Davids, nimeona wachezaji wenye uchu na nimeona wachezaji wanaotaka mchezo. Sasa hiyo mechi ya KMC dhidi ya Simba nitakuwepo pale, na tayari nimeshaomba na nimeruhusiwa, nitakuwa nachungulia kinachoendelea. Kimalizika tu pale nitakuja hapa kuambia kwa dadavulia kile nilichokiona, na je, haya maeneo niliyozungumza kwa maana Afriki, kwa maana ya kona, mipira hiyo ya kuzingatia watakuwa wameyakamilisha. Kubwa zaidi niwe kusubscribe. Ukisha subscribe hapo gusa alama kengele, kwa sababu mimi nitakuwepo na kupa updates zinazoendelea katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo mara baada ya hiyo mechi ya kirafiki kumalizika Indoor Stadium pale, na mengine yote ya kimichezo. Ukisha subscribe hapo unakuwa upitu, kwa sababu hata sajili bora zinapatikana hapa na habari kemkem zinapatikana hapa. Asante sana ndugu zangu walioko nje ya nchi, Savi kutokea pale ya Saudi Arabia, na ndugu zangu wengi wakiwa UK, Marekani na kwingineko wanaofuatilia pia, lakini walioko Tanzania, East Africa kwa maana Kenya, Burundi, Uganda. Asante sana.